Msomaji huko. Mwalimu. Asante. Mwenyekiti, mada ni gani? Maana hujatangazia watu na umechomoka. Hebu chukua maiki hapo utangazie watu mada. Mada ambayo itapeperushwa hewani. Na itakudhalilisha. Ipi hiyo? Ibada. Ibada. Ipi ibada sahihi? Haya. Kati ya ibada wanaoabudu Waislamu na jamaa zetu jina sitalitaja. Haya, asante. Wakolosai 2:23. Nishaanza kazi hivyo. Kama mada ni ibada sina shida. Wewe tangaza mada yote, ndio hata wanyama wanakuwa baharini niko tayari. Mimi ninakwenda na mada. Twende. Wakolosai 2:23. 2:23 Wakolosai kwa wale wenye kuandika. Wacha nikukamatie. Soma. Wakolosai 2 mstari wake ni 23. Safi, nasema Wakolosai 2:23 kwa wale wenye kuandika, nasema Wakolosai 2. Yaani umeshazeeka. Soma. Imeruka. Wakolosai 2:23. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima. Wajua hii katika namna ibada waliojitungia wenyewe. Nishasoma ndio. Kwa Biblia inasema kuna watu leo umefika. Imekatika hii. Imekatika. Wacha nishaipiga kichwani, haina shida. Kuna watu leo wamejitungia ibada ambazo Mungu hajasema wala hajaamrisha. Nipo Qur'ani sura ya 6 aya 162. Kiruka mimi nasoma kichwani. Twende. Safi. 6:162 kwa wale wenye kuandika. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema 6:162 anasema kimbiza mkono. Sema hakika sala yangu na ibada zangu ni wapi? Zote na nyingine na uzima wangu na kufa kwangu. Safi. Zote ni kwa Mwenyezi Mungu. Basi kwanza ibada inafaa ielekezwe kwa Mungu peke yake. Na maana somo hili huenda tulirudie kesho kwa mapana na marefu. Ukiona mtu anaabudu vitu vingine kando na Mungu, atakuwa afanyi ibada ya kweli. Na ibada na vipengele vingi sana. Kimoja kikiwepo, mwalimu wangu nipatie kumbukumbu la Taurati. Kumbukumbu la Taurati 12:5. Najua pia hiyo haitapotea. Twende. Safi. 12:5 kumbukumbu la Taurati kwa wale wenye kuandika. Safi, tuko sili hapa. Hatuko nyanja nyingine. Kumbukumbu la Taurati 22. Hapa si jiferi, soma 12:5 kumbukumbu la Taurati kwa wale wenye kuandika. Safi kabisa. Safi, niko pale mwalimu wangu. Safi, nasema lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, afanyeje? Apaweke jina lake. Maana ni makao yake. Basi elekezeni nyuso zenu huko. Nawe uende huko. Basi kwa Biblia iko wazi. Taurati hiyo mahali Mungu alichagua, bimaana Mungu alikuwa anatengeneza kibla kwa wale Bani Israeli. Mahali Mungu ameweka kibla chake, elekeeni huko. Mahali Mungu amechagua. Sasa Mungu alichagua wapi? Nipatie Biblia hiyo mwalimu wangu. Nyakati wa pili 6:6. Twende. Nyakati wa pili 6:6 kwa wale wenye kuandika. Safiri mbio. Safi. Kitabu cha Nabii Suleimani. Nyakati wa pili 6:6. Wacha nikukamatie. Kimbiza mkono. Kwa wale wenye kuandika 6:6. Nyakati wa pili niko pale mwalimu wangu. Nasema lakini Mungu anasema nimeuchagua Yerusalemu ili jina langu liwe humo. Basi kumbe Mungu alichagua Yerusalemu. Hiki ndio kibla cha kwanza na hakijawahi badilika. Labda mtuambie kilibadilika baada ya miaka inayokuja. Kwa Mungu alichagua Yerusalemu kiwe ni kibla cha Bani Israeli na watakaokuja baadaye duniani. Kwa nini alichagua Yerusalemu? Mwalimu wangu nipatie Ezekieli. Ezekieli ngapi? 5:5. Changamka na huko. Ezekieli 5:5 kwa wale wenye kuandika. Inasema Ezekieli 5:5. Bwana anasemaje? Wacha nikukamatie Ezekieli 5:5 kwa wale wenye kuandika. Inasema soma. Na umezeeka mapema sijazeeka mimi. Soma. Ezekieli 5:5 nasema Bwana Mungu asema hivi. Anasemaje? Ndiye Yerusalemu. Nimeuchagua kati ya mataifa na nchi zafanyaje? Za uzunguka pande zote. Basi kumbe lengo na madhumuni, Yerusalemu alikuwa ameweka kwenye kitovu masenta dunia, kisha nchi zinazunguka pande zote. Kwa nini? Hapo ndio manabii walichomoka wakifanya ibada. Hiyo nafikiri imeeleweka. Lakini baadaye twende kwa Yesu. Nipatie Yohana 4 Injili aya 19, maana muda ni wa kupima kama pana dodoni. Yohana 4:19 kwa wale wenye kuandika. Safi. Yohana 4:19 kwa wale wenye kuandika. Nasema yule mwanamke akamwambia nini? Bwana, naona ya kuwa unabii baba zetu waliabudu katika mlima huu. Alafu nanyi kusema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali
patupasapo kuabudu. Maliza. Yesu akamwambia, mama, unisadiki. Kwa nini? Saa inakuja ambayo waabudu halisi Baba katika mlima huu. Soma vizuri. Waabudu halisi katika mlima huu. Rudia. Waabudu halisi Baba katika mlima huu. Sio Baba katika waabudu halisi. Nasema Yesu akawaambia, mama, unisadiki. Safi. Saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu. Naam. Wala kule Yerusalemu. Inatosha. Kwa hiyo Yesu alitoa amri, hamtaabudu Mungu katika mlima huu wala kule Yerusalemu, maana kibla hicho kimeondolewa. Piga mstari wa 24 hapo. 24 hapo nasema, Mungu ni roho. Nao wamwabudu yeye, imewapasa kuabudu katika roho na kweli. Basi, kwa ibada ya kweli leo duniani inakwenda kwa vipengele viwili. Inakwenda na roho, inakwenda na kweli. Na ibada na vitendo vya ibada, ndio maana Uislamu na mtawadha, Mungu anakutoa viatu, kuna mavazi na kadhalika. Huko siingi maana sina muda. Jambo la pili katika ibada, Nyakati wa Pili 5:14, kimbia huko. Nyakati wa Pili 5:14. Kwa wale wenye kuandika Nyakati wa Pili 5:14, mstari wake ni wa 14. Soma. Niko pale mwalimu wangu. Nasema Nyakati wa Pili 5:14 nasema, kimbiza mkono. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao. Safi. Kwa sababu ya ile wingu. Kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Rudi 13 juu. 13 juu nasema, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Inatosha. Kwa katika ibada ina nyimbo, ina vitendo vya ibada. Nani ameamrisha? Mungu mwenyewe, msomaji. Jambo la pili, viumbe havifai kuabudiwa. Qur'ani 2:158, kimbiza mkono huko. 2:158 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Safi. 2:158 niko pale mwalimu wangu. Kwa wale wenye kuandika, changamka. Suratul Baqara. Utoto nao. Kijana umezeeka, twende. Utoto na 2:158. Wacha nikukamatie. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, hakika Safa na Marwa majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusali huku Maka. Ya kusali. Ni katika alama za kuadhimisha dini ya Mwenyezi Mungu. Safa na Marwa zinafanywa ibada ya kusai. Kusai maana yake kuzunguka kule Maka. Baadaye mje tusaidie haya majabali yamepewa nafasi gani ya uungu mpaka yafanyiwe ibada. Mwalimu wangu upo? Naam. Qur'ani 5 aya ya 2 tanbii iko pale chini, teremka. 5:2 tanbii. Kwa wale wenye kuandika 5:2 tanbii, kimbiza vidole. Niko pale mwalimu wangu. Nasema 5:2 tanbii. Nasema katika sifa za Uislamu. Katika sifa za Uislamu. Aende tanbii kipengele ya B hapo chini, kipengele ya B. Majabali hayo twende. Nasema NB. Nasema makafiri walikuwa wakienda huko Maka kuhiji mbele za masanamu yao. Safi. Hayo waliatia ndani na wapi? Na nje ya Al-Kaaba. Basi baadaye mtusaidie, Mungu ndiye anapaswa kufanywa ibada. Hawa watu watakuwa wanafanya ibada hizi ambazo zinaonyesha za kikafiri. Baadaye nani aliwapa idhini kwamba ibada hii iendelee miaka inayokuja? Hiyo ni spare part imeweka wapi? Pembeni. Narudi kwa Biblia mwalimu wangu. Nipatie Luka 22:41. Anaja tu vipengele muhimu, vile vingine sitaji, twende. Luka 22:41. Luka 22:41 kwa wale wenye kuandika. Safi, wacha nikukamatie Luka 22 mstari wake ni 41. Safi, nasema mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Huyo ni Yesu. Maliza. Akapiga magoti, alafu akaomba. Inatosha. Kwa Yesu katika ibada zake alipiga magoti. Yesu katika ibada zake alisimama. Marko 11:25 aliweza kusimama. Yesu vile vile aliweza kuongea kifudifudi. Kwa ibada na vipengele muhimu. Mwisho wa yote Mathayo 26:30. Kimbia na huko. Malizia. Mathayo 26:30. Dakika chache twende. Mathayo 26:30. Mstari wake ni wa 30 kwa wale wenye kuandika. Nasema nao walipokwisha kuimba, Yesu na wanafunzi wake. Maliza. Nao walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Haya, mwenyekiti unasemaje? Leo hajaongeza neno.
Uko nayo maiki? Ninayo bwana. Mada ilikuwa nini? Mada ni ibada. Ibada sahihi. Naam. Umeonyesha watu? Kabisa ndio hiyo. Hapa? Namna mnavyoabudu? Kabisa. Leo? Leo hii. Umeonyesha? Imeonyesha kabisa, ikiwemo nyimbo, roho na ibada yenyewe. Kwa hivyo kama hakuna katika ibada hiyo mjafanya. Haya, mpe sasa. Ngoja kwanza. Umeonyesha ibada? Kabisa ndio hiyo. Ambayo mnaabudu kanisani? Ndio hiyo. Ulionyesha hapa? Nimeonyesha hapo. Au nataka nizidi kuonyesha? Leo? Leo. Ibilisi anastuka. Haya basi, mpe maiki msomaji. Tunapowaita ndugu zetu, njooni katika neno lilo sawa baina yetu na baina. Wewe nikiongea mimi nitaongeza maneno. Sura ya 3 aya 64. Twende haraka haraka. 64 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Sema ndio. Semeni nyinyi Waislamu. Rudia tena. Semeni nyinyi Waislamu. Waambieni nani? Mayahudi na Wanasara. Twende. Waambieni. Tuambie nini? Tumemwamini Mwenyezi Mungu moja na yale yaliyoteremshwa kwetu na yale ndio inasema. Semeni nyinyi Waislamu. Wewe waambieni Mayahudi na akina nani na Manasara. Twende. Njooni. Hiyo ndio nakuwa nataka. Twende. Njooni katika neno lilo sawa safi baina yetu ndio na baina yenu. Maliza. Ya kwamba tusimwabudu yoyote. Bili sasa. Mada ni ibada. Anapigiwa simu sio? Ni watu wafuliza. Sasa mada ni ibada. Tunaambiwa tuwaite hawa, kisha tuwaambie kwamba ibada zetu tusizipeleke kokote isipokuwa kwake yeye aliyoziumba mbingu na nini na ardhi. Akaja hapa akaonyesha mambo ya Yerusalemu, sio mada. Yaani leo ungetupa raha, nakupa dakika mbili naye ameguna akasema 2 zimezidi. Utachukua 2 kisha nitakuongeza dakika 400. 2 kisha nikuongeze dakika 400 umalizie kabisa. Waislamu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Waislamu takbir. Allahu akbar. Leo nilikuwa nasubiri nione ibada za ndugu zetu katika binadamu, ibada za Kikristo, lakini sijaona hata ibada moja. Maskini ya Mungu Onyango ametapatapa na kuhangaika na kupata tabu kuwatafutia Wakristo ibada ambao hawana ibada yoyote. Lakini mimi nitafundisha kwa faida ya watu ibada yenyewe ni gani na hufanywa vipi. Ibada tunazofanya ni nyingi sana. Uislamu kwa jumla umejengwa juu ya ibada, na kuingia katika Uislamu ni kutenganisha katika kuabudu Mungu wa kweli na Mungu wa uongo. Ndio maana mtu anasema la ilaha illa Allah, bimaana la maabuda illa Allah, hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake. Kuingia Uislamu ni lazima utakidi kuwa ibada zote ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Hebu nisomee sura ya 11 aya 108. 108 Qur'ani. 110 kama sijakosea. Ni 110 mwalimu wangu. 110. Safi, nasema hujakosea hapo. 110. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema 110 nasema kwa yakini tulimpa 114. Nasema subiri kidogo. Sura ya 18 aya yake 110. Suratul Kahf. Suratul Kahf. Aya 18 hiyo. 110. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, inasemaje? Waambie, mtume anaambiwa waambiwe nini? Bila shaka mimi ni binadamu. Mimi Muhammad ni binadamu kama nyinyi wanadamu wengine, isipokuwa nimeletewa wahi tu, ndio tofauti yangu. Basi endelea. Ninaletewa wahi ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Kwanza wahi ni kuwa Mungu wetu ni Mungu mmoja tu. Endelea.
anayependa kukutana na jaza ya Mola wake, anayependa kukutana na malipo ya Mola wake, na afanye vitendo vizuri, wala asimshirikishe yoyote katika ibada ya Mola wake. Kwa hivyo shirki ya ibada imekataliwa katika Uislamu. Wa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa kuwa wa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake, huwa anaabudiwa vipi? 912 Qur'ani. Soma hiyo 912 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza shahada yenyewe, baada ya shahada ya kwanza ni shahada, ya pili ni swala, shahada ya pili ni swala, ya tatu ni zaka, ya nne ni kufunga mwezi wa Ramadhani, ya tano ni kwenda hija. Shahada yenyewe ni ibada kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah. Sala ni ibada pia vile vile, zaka ni ibada, saumu ni ibada, na hija ni ibada. Uislamu ni dini uliojengwa juu ya ibada ya kumwabudu Mungu mmoja peke yake. Lakini Wakristo maskini ya Mungu wakitaka kuabudu hawajui waabudu nani, kwa sababu wako na Mungu tatu. Kuna Mungu Baba anataka ibada, kuna Mungu Mwana anataka ibada, kuna Mungu Roho Mtakatifu anataka ibada. Ibada yenyewe ni hiyo moja ya kubahatisha, labda kuimba. Sasa utaimbia Baba au Mwana, au utaimbia Roho Mtakatifu? Onyango, unaabudu nani kati ya hawa watatu? Ukiabudu Baba, Mwana anakasirika. Mbona uliabudu baba yangu na mimi hukuniabudu? Soma kwanza hiyo aya. Bismillahirrahmanirrahim. Inasemaje? Hao walioahidiwa, hao Waislamu walioahidiwa kupata ya wale waliotubia wakikosa. Mwalimu unasoma vibaya. Safi, nasema soma kama ilivyoandikwa. Inasema hao walioahidiwa kupata haya ni wale wanaotubia. Ya kwanza ni wale wanaotubia, ni toba. Endelea. Wakikosa wanafanya ibada kweli kweli. Kama gani? Wanamshukuru Mwenyezi Mungu, wanafunga. Wewe Onyango, sikiliza, wanafunga. Kufunga ni ibada. Wewe ni kobe, ufungi. Kila siku ni kula tu 360 days inaya. Wewe ni kula tu kila siku, kazi yako ni kula tu. Hakuna siku unafunga kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo ibada ya kwanza ni kufunga. Endelea. Wanarukuu. Ibada ya pili ni kusali kwa kurukuu. Hii ndio kurukuu. Wewe angalia huko, hii ni kurukuu na kusujudu. Kisha katika kurukuu unasujudu. Angalia huko, hii ndio kusujudu. Endelea. Yaani wanasali. Unaona, hii ndio kusali. Kwa hivyo ibada moja ni kufunga, ya pili ni kurukuu kwa kusujudu. Hii kurukuu na kusujudu ndio ibada ya msingi kabisa. Baada ya tauhid ni sala, baada ya shahada ni sala. Nayo sala ndio ibada iliyokuwa kubwa, na huwa inasaliwa hivi 22:77 Qur'ani, suratul Hajj. 22:77 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Hakuna duniani Mkristo ambaye anajua kusali. Wanajua kuomba mkate, lakini kusali hawajui. Safi, nasema 22:77 Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nasema, enyi mliamini. Wewe sikiliza, enyi mliamini, salini. Wewe watu wanaambiwa wasali vipi? Rukuuni. Wewe Nyango, angalia huko, hii inakupa practical. Rukuuni hii sio kula timing ya kukimbia, hii ni kurukuu. Angalia hivi wewe Nyango, usije ukasema hatuja kuonyesha. Hii ni kurukuu. Endelea. Na sujuduni. Kisha unasujudu. Angalia huko wewe, kusujudu ni kupeleka kichwa chini. Endelea. Na kuabuduni Mola wenu. Hiyo ndio kuabudu. Na tumemaliza, tunafanya. Kisha nyingine ni hija. Hija hatuna tatizo nalo. Nyinyi hamuna hija yoyote. Ulituambia ati Yerusalemu ndiyo iliyochaguliwa. Ni kweli ilichaguliwa, na baadaye Mungu alitupilia mbali. Kuchagua kweli ilichaguliwa, na ndiyo kibla ya kwanza ya Waislamu. Waislamu duniani kibla yao ya kwanza ilikuwa ni Jerusalem, Masjidul Aqsa. Baadaye ilitupiliwa. Na ilitupiliwa lini? Wafalme wa pili 23:27. Soma hiyo. Wafalme wa pili 23:27. Wafalme wa pili kuandika. Soma usikilize, ilitupiliwa. Wafalme wa pili 23:27. Kwa wale wenye kuandika nasema,
27 nasema, naam, Bwana akasema, akasemaje? Nitawahamisha Yuda pia naam, mbali nami. Yuda nitahamisha mbali nami. Hakuna unabii kutoka katika ya kabila la Yuda. Endelea. Kama nilivyowahamisha Waisraeli. Endelea. Nami nitaitupia mbali. Rudia tena. Nami nitautupa mji huu niliouchagua. Mungu anasema nitaitupa mbali mji huu niliouchagua. Naam, Yerusalemu. Mungu anasema ashatupa. Kwa kuwa ametupa, basi leo ni magofu, ni mahame, haina hija wala haina umra. Hija na umra sio Jerusalem tena. Hija na umra ni Maka, na kweli ni magofu na ni mahame, haina hija wala umra. Ushahidi Mika 3:12, na ni Biblia yako tu, wala hatujaenda kwa Qur'ani. Mika 3 huko tunapambana. Tukifika kwa Qur'ani ni tauhid kusonga mbele. Mika 3:12 inasemaje? Mika 3:12 inasema kwa wale wenye kuandika, nasema basi kwa ajili yenu Sayuni naam, utalimwa naam, kama shamba kama shamba naam, lilimwavyo. Endelea. Na Yerusalemu utakuwa magofu. Utakuwa ni magofu, yani mahame, hakuna watu huko. Sasa wapi patakuwa na watu sasa? Wapi ambayo Mungu ameihakikisha kwamba itakuwa ni center kama ulivyosema, sio Jerusalem. Zamani Jerusalem ilikuwa center na inahesabika katika Middle East. Baadaye Mungu alihamisha akaleta nyingine. Hiyo nyingine ni wapi? 42:7 Qur'ani. 42:7 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema naam, 42:7 inasemaje? Kwa wale wenye kuandika Bismillahirrahmanirrahim. Niko hapa mwalimu wangu. Nasema inasemaje? Na namna hivi tumekufunulia Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Endelea. Ili waonye watu wa Maka. Waonye watu wa Maka na walio katika nchi zilizo pembezoni mwake. Endelea. Nao ni ulimwengu mzima. Unaona, endelea. Kwani hii Maka iko katikati ya ulimwengu. Iko katikati ya ulimwengu. Mungu akauchagua Maka na akasema tuende hija huko. Hija, watu wanaenda Maka. Maka ilikuwa inaitwa Bakka, baadaye ikabadilishwa ikaitwa Maka, na ilitajwa katika Biblia kwa jina la Bakka. Hebu 3:96 Baruani soma. 3:99 Baruani. 3:96 Suratul Imran. Safi 3:99. 96, sijasema 99. Safi, acha tukomatie. 96. Inasemaje? Safi nasema Bismillahirrahmanirrahim. Nasema naam, hakika nyumba ya kwanza waliopewa watu wafanye ibada ya hija, kwa ibada ile iliyoko Baka, ni ile iliyoko Baka iliyobarikiwa. Unaona, imetajwa Baka. Baka ndiyo Maka ya leo, na Biblia ilitaja pia Baka bimaana Maka ya leo. Wapi Biblia ilitaja Baka? Zaburi 84:6, kitabu cha African Bible. Kwa sababu huyu ni Mwafrika, sitaki niende kwa European Bible. Kwa sababu huyu ni Mwafrika mwenzetu hapa Nyanza. Sitaki niende kwa wazungu, Biblia ya wazungu. Atasema hiyo sio yao. Wacha nimsomee yake sasa ya African Bible. African Bible. Zaburi 84 aya yake ya 5 ama 6 anzia hapo. 5:6. Inasemaje? Safi nasema 5. Safi nasema 84. Zaburi 84. Niko pale mwalimu 5. Nasema heri wale wanaokaa nyumbani mwako. Naam, wanakaa nyumbani mwako ambaye ni nyumba ya Mungu. Endelea. Wanaokusifu daima. Wanakusifu ndani ya hiyo nyumba yako ambayo inaitwa Al-Kaaba. Endelea. Heri mtu naam, anayepata nguvu kwako, na anayetamani kupanda naam, hekaluni mwako. Anaenda anahiji kule. Endelea. Wakipita katikati ya bonde, katika bonde la Baka. La wapi? Baka. Imetajwa Biblia pia, Baka imetajwa, hija pia imetajwa. Soma Joshua bin Sira 43 aya ya 6. Naam. Hebu nielekeze kwenye Yoshua bin Sira. Yoshua bin Sira iko mbele gani hapo? Yoshua bin Sira. Sema tuangalie, ana direct anasema angalia dibaji kama nitapata kurasa gani. Yoshua bin Sira. Acha nikamate Yoshua bin Sira. Ndio ni kitabu.
11:56. Tusomee Yoshua bin Sira, tumfundishe tu kidogo kidogo, kisha tuende tuchukue maswali yao hao. Yoshua bin Sira ngapi mwalimu? Nishafika kwenye Yoshua bin Sira 43:6. Nasema nao mwezi katika sura zake zote kwa wakati wake ni dhihirisho la nyakati za ishara, ni dhihirisho ya nyakati ya ishara kwa ulimwengu. Mwezi ni dalili ya siku takatifu za hija, ni dalili ya siku takatifu za hija. Wewe Kwaresma imetaja nini? Hija. Biblia imetaja mwezi, hii ni mwezi wa Dhulhijja. Ni mwezi gani huu? Kwa mwezi gani sasa hivi? Tuko Ramadhani. Kisha kuna mwezi wa hija, watu wanaenda wanahiji. Mfungo wa hija upo na Biblia imetaja masala ya kuhiji, na Qur'ani pia imezungumza hivyo hivyo. Sura ya pili 189. Sura ya pili Suratul Baqara, kisha mpe mic nikimalizana. Asante. Sura ya pili. Sasa ikiwa Biblia imetaja sala, imetaja kufunga, imetaja hija, imetaja Maka, sasa nyinyi mnavaa miwani kazi gani na hamuoni? Si muslimu tu, sijui ni nini. Kusujudu imetaja, kila kitu ambacho Waislamu wanafanya kwa Bible imetajwa, tena imezungumzwa kwa ufasaha. Na ajabu ni kuwa Wakristo wenye kusoma Biblia hawafuati wala hawafanyi kilichotajwa. Wanaofanya ni Waislamu, kisha wanakasirika wakiona Waislamu wanafanya. Shida iko wapi sasa? Bure kabisa hii. Soma hiyo. Sasa tunasema inasemaje? 189. Bismillahirrahmanirrahim. Inasema naam, wanakuuliza juu ya miezi, sema miezi hiyo ni vipimo vya nyakati kwa ajili ya mambo ya watu na mengine na ya hija, na ni ya hija pia. Tulia sasa. Haya, mtoto wa Abu Jahl kuja upande huu, Onyango aende upande ule. Nikiongea na wazee wako unakaa kando. Onyango anatoa miwani kwanza kwa sababu kidogo. Haya, angalia kwanza. Karibu katika mkutano huu wa Isli. Pili, leo kulikuwa na tashwishi na taharuki hapa na pale. Mimi sikudhani kama muhadhara utafanyika kwa sababu kuna visanga vimetokea, lakini alhamdulillah imedhibitiwa. Imefanywaje? Ndio muhadhara ukaendelea. Karibu katika mkutano.